Marhaba kabisa, siku nyingine tena tukiwa tumekutana katika kutazama mengi ambayo yanafanywa na watunzi mashabaha wa kufanya kazi mbalimbali ambazo zimekuwa tija kwa jamii na kutufikishia ujumbe, hasa kutambua nini ambacho kinafanyika na kipi ambacho hakitakiwi katika jamii zetu. Leo hii nikiwa nimerejea tena katika ulingo huu wa fasihi, hasa kupata shairi la mtunzi Idi Thabit Kamila. Nguvu ya mtunzi kuandika kazi hizo si jitihada zake, akiwa na wadhamini wengi kabisa. Ukiangalia mdhamini wa kwanza akiwa nguri katika kumsimamia mtunzi huyu kufikisha kazi zake katika ulingo wa sanaa na kuibuka ushindi, kazi hizi kuwasilishwa katika miongoni mwa maeneo tofauti tofauti. Shukrani sana kwa Mr. Alshad Murshid, ni mdhamini wa kweli kwa mtunzi huyo wa mashahiri. Lakini pia tukiwa na mdhamini mwingine, pasi na kusahau udhamini na upekee wa Mr. Nembo, ni mtu muhimu sana katika kumsimamia mtunzi huyu wa mashahiri haya mpaka kufikia katika masikio ya wasikilizaji na waonaji na kupata ujumbe huu. Ni nguvu ya ziada kutoka kwao. Basi na kupoteza muda, niweze kunukuu shairi la mtunzi huyu, tuone nafikisha ujumbe gani kwa jamii na tuone tija au taa ya mtunzi katika kumulika yale ambayo yanajitokeza katika jamii. Jina la shairi linaitwa Huzuni, na nukuu kutoka kwa mtunzi moja kwa moja. Anasema kwamba hivi kweli ni shetani au ni urumbukeni, umezidi umaruhuni mjini na vijijini, ya heri hamuyaoni, ingia wengi kundini, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Tunaona kabisa ubeti huu wa kwanza, mtunzi anajaribu kutuonyesha uwazi kwa kusema kwamba hivi kweli ni shetani au ni urumbukeni, umezidi umaruhuni mjini na vijijini, ya heri hamuyaoni, ingia wengi kundini, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Tunaona mtunzi anaonyesha namna mambo yalivyo katika jamii zetu kwa kuonyesha kwamba ni kweli dhana au kazi ya shetani au ni urumbukeni tu wa watu ambao tuko katika mgongo wa ardhi duniani, kwani tunaacha kufanya yaliye bora, yaliye mazuri na kuyaelekea yale yasiyofaa. Na anaonyesha wazi katika mshororo wa pili, mtunzi anasema umezidi umaruhuni mjini na vijijini, kwamba umaruhuni ni mambo ambayo hayafai, hayatakiwi, mambo machafu mjini mpaka vijijini. Tukitazama tena katika mshororo wa tatu, mtunzi anasema ya heri hamuyaoni, ingia wengi kundini. Ya heri, yale yalikuwa mazuri hatuyaoni, hayatazama mpaka wengi wanaingia kundini, kwa maana ya kusadiki kufanya machafu mabaya katika ulimwengu huu. Na mshororo wa mwisho kwa kumalizia anasema wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Tunaona mshororo wa mwisho ukimalizika hivyo, na tukitamatisha kutazama ubeti wa kwanza wa mtunzi mwenye kubebesha ujumbe huu kwa kukemea watu kufanya yasiyofaa na kutuonyesha namna gani tunavyoingia kundini, hasa kuyafuata yasiyokuwa na tija kwenye ulimwengu. Nikiendelea kutambaa katika ubeti wa pili, kuna nukuu kutoka kwa mtunzi, anasema kwao ufanya fasheni vichanga acha njiani, tena najua jaani bila hata kuthamini, sisi sote duniani ni waja wa manani, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Na jaribu kurudia tena kusoma ubeti huu, kwani umebeba msingi mkubwa, hasa kubeba ujumbe. Narudia kwa kunukuu, kwao ufanya fasheni vichanga acha njiani, tena jua jahani bila hata kuthamini, sisi sote duniani ni waja wake manani, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Tukitazama wazi kabisa mtunzi akiwa amekamata kalamu yake na kuonyesha hasira za maandiko kuwasilisha haya ambayo ametarajia kuyafikisha kwa jamii, kwa kuonyesha wazi kwamba wapo watu katika ulimwengu, hususani wadada, wasichana, wanawake kwa ujumla, hufanya matendo yasiyofaa. Hasa tukitazama katika mshororo wa kwanza, katika ubeti wa pili anasema kwao hufanya fasheni vichanga acha njiani, kwa maana ya kwamba wengi usaliti watoto, waacha watoto wadogo, kwa maana ya wachanga, pasi na kujali, pasi na kuthamini, wanaacha njiani watoto hawa. Jaribu tena kutazama mshororo wa pili, kwenye ubeti wa pili anasema tena najua jahani bila hata kuthamini, watoto wanaachwa jiwani, tena jalalani, pasi na kuthamini, kwa sababu watoto hawa wanaachwa na hao walezi wao, wazazi wao, pasi na kuthamini, pasi na kujali na kuangalia kwamba ni kwenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, kwani unayemwacha huwezi jua kesho kutwa anakuja kuwa nani. Lakini walio wengi leo hii duniani wathamini wala hawajali, kwa sababu wanaacha watoto wasioweza, wasiyejua chochote, wanawaacha kabisa pasi na kuthamini, pasi na kujali. Inaumiza, inatia simanzi, na tunaona nguvu ya mtunzi katika kufikisha ujumbe wake, hasa kwa kuwakemea wale wenye kufanya
hivyo ambavyo tunaona maandiko yake yanavutia sadaka ya ujumbe kwa jamii. Tukiendelea pia katika ubeti huu wa pili kwa mshororo wa 3 nasema sisi sote duniani ni waja wake manani, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Anatuonyesha kwamba yote haya tunayoyafanya sote sisi ni waja wake manani, kwa maana ya Mwenyezi Mungu, sisi ni watu wake. Kumwacha mtoto, kutothamini haki ya mtoto ni makosa, kwa sababu sisi sote ni waja wake manani. Siku ya mwisho tunaoamini inaweza kikawa sehemu ya kujinyima fadhila zake kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo tunakumbushwa kwamba tusiwe na mchezo huu, tusiwe na tabia hii ya kusaliti, kuacha vichanga watoto pahala ambako siko. Bora tuwe na nafasi ya kulea, kwani hawezi jua kesho yako inaweza ikaweje, au unayemwacha kwako akawa msaada kiasi gani, au natija gani katika taifa. Naam, tunaona nguvu shabaha ya mtunzi katika kufikisha ujumbe kwenye beti hii ya pili. Tukitazama katika ubeti wa 3 tunanukuu kutoka kwa mtunzi kama ifuatavyo: mimba wakajitolea bila ya kufikiria, kwa foleni jikalia wenyewe wajisifia, na maneno jiropokea, angalia jiografia, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Bado tunaona mtunzi akiendelea kuikamia karamu kwa kuishika kwa kina kufikisha ujumbe huu kwa kusema, nanukuu katika ubeti huu wa 3 katika mshororo wa kwanza nasema, mimba wakajitolea bila ya kufikiria, kwa foleni jikalia wenyewe wajisifia, na maneno jiropokea, angalia jiografia, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Tunaona kumbe watu wanabeba mimba, hususani wa dada wa mama, na matokeo yake mimba hizi kuzitoa, kwa maana ya kuwa kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu alitunuku kiweze kuishi katika ulimwengu, lakini inakuwa ndivyo sivyo vile ambavyo Mungu anataka. Watu wanalazimu kufanya kinyume na matakwa, kuua kwa kutoa mimba. Tena ukitazama katika mshororo wa pili kwenye ubeti wa 3 nasema, kwa foleni jikalia wenyewe wajisifia, yani wakiwa wanapata huduma hii ya kutoa mimba wakiwa kwenye foleni, kwa maana wimbi hili la watoaji la wauaji liko kubwa, kwa maana kuonyesha dhahiri foleni ni shida kubwa, tatizo kubwa, ni taabu kubwa, janga kubwa kwenye ulimwengu, hasa dunia tuliyokuepo. Ni tatizo ambalo linatishia, linaleta simanzi na hata kuonyesha uchafu mkubwa, na hivyo inakuwa kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Hivyo tunaona wazi mtunzi akiendelea kumulika taha yake kufikisha ujumbe kwa jamii kwa kuonyesha mambo yanayojitokeza, mambo yanayojiri katika maisha ya kawaida. Mbali na kutazama katika mshororo wa pili, tukiangalia mshororo wa 3 katika ubeti huu wa 3 nasema, na maneno jiropokea, angalia jiografia. Maneno jiropokea, angalia jiografia. Hawa ambao wako kwenye foreni wakipeana maneno ya mipasho ambayo hayana tija kwa manufaa yao binafsi kwa muda mchache, kwa maana kumbe wanatoa kwa kuangalia jiografia, yani wakiamini mtu akiwa na ujauzito na baadhi ya mambo ambayo walikuwa wanayafanya atakuwa hayafanyi, hususani ni ushenzi, usharati, uadarati ambao hufai kwenye ulimwengu. Na ndio maana mtunzi katika mshororo wa mwisho anaendelea kusisitiza kwa kusema, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Naam, tukiweza kutariki katika mshororo wa 3, tukiangalia mshororo wa 4 na ubeti wa 3 umetamatika kwa namna hii. Tukiingia katika ubeti wa 4 tunaona kabisa mtunzi amewasilisha kwa namna hii, na nukuu kwa mtunzi kama ilivyo ada: simanzi hasa waume ndoani shirikiana, ya Rabbi utusamee waja wako upoteana, waumini tusimame turudi kwa Maulana, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Tunaona mtunzi anajaribu kuonyesha wazi kwamba simanzi imekuwa hasa kwa waume, wanashiriki na wake zao, wapenzi wao, matokeo mimba ambazo wanataraji kuwa nazo wanazitoa. Mshororo wa pili anasema, ya Rabbi utusamee waja wako upoteana, ya Rabbi utusamee waja wako upoteana, kutokana na matendo matendo mahovu ya kimaruhuni kabisa. Tunaomba ya Rabbi utusamee waja wako upoteana, hasa wale wanaifanya. Tunazidi kuwaombea na tuna nafasi ya kuomba kwa pamoja ili mambo haya yawe mbali na sisi. Mshororo wa 3 mtunzi anasema, waumini tusimame turudi kwa Maulana, wapi tunaelekea tutakuja jijutia. Waumini tuna nafasi kubwa ya kusimama turudi kwa Maulana, kuomba kwa Mwenyezi Mungu mambo haya yawe mbali, yatupite mbali kabisa, kwani ni uchafu ambao umekithiri katika ulimwengu, hasa watoto kutupwa, mimba kutolewa. Ni mchezo ambao hautakiwi, ni mbaya mno, ni simanzi inatishia hasa.
Tukirejelea katika ubeti wa 5, mtunzi anasema wavaa vyao vimini, utupu hapo njiani, ni kazi ya Firauni au niseme shetani? Enyi waja amkeni, Mola ye hana thumuni, wapi tunaelekea, tutakuja jijutia. Narudia tena kwenye ubeti wa 5, kwani umebeba tija kubwa, umebeba dhima kubwa kama ifuatavyo, na nukuu: wavaa vyao vimini, utupu hapo njiani, ni kazi ya Firauni au niseme shetani? Enyi waja amkeni, Mola ye hana thumuni, wapi tunaelekea, tutakuja jijutia. Tunaona wazi dada zetu wapo katika janga kubwa, hasa wakiwa wamevaa kinyume na stara, hasa ukiona mtunzi anasema wavaa vyao vimini, utupu hapo njiani, ni kazi ya Firauni au niseme shetani. Bado kumekuwa na mkanganyiko mkubwa hata kwa mtunzi, anaona mavazi yanayovaliwa ni kweli majukumu ya Firauni au shetani. Tunaona bado kuna mkanganyiko mkubwa, na tukitazama katika mshororo wa 3 nasema enyi waja amkeni, Mola ye hana thumuni, wapi tunaelekea, tutakuja jijutia. Tunaona wazi ujumbe umefika, ujumbe umekuwa na tija, hasa na kwa kuangalia kwamba namna mavazi yao yalivyo hayana stara, hayana hekima, hayana busara. Na tunaona kabisa hata mtunzi anasema sijajua nani kamtupia lawama hizi, kwamba ni Firauni au shetani. Shida kubwa, tatizo kubwa ulimwenguni, hasa tunaona wapo wengi katika ulimwengu huu. Tukitazama pia mataifa mbalimbali, tukitazamia pia taifa letu, yapo yanayoandikwa yanajitokeza katika jamii zetu, taifa letu. Na mshororo wa 3 nasema enyi waja amkeni, Mola ye hana thumuni. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna thumuni, kwa maana ya kumpa kitu kusema kwamba wewe akusamehe, kama hakuna rushwa. Naam, iko hivi, imedhihirika wazi. Tukijaribu kutalii katika ubeti wa mwisho ambao mtunzi anaendelea kuikamata kalamu yake katika kuandika maandishi haya kwa kusema, na nukuu: kizazi kinapotea, njia bora ikimbia, wazazi walezi pia tusiache waambia, hekima na wapatia, mabaya kuyakimbia, wapi tunaelekea, tutakuja jijutia. Tunaona kwamba kizazi kweli kinapotea, njia bora ikimbia, kwamba hawatendi yale mazuri, hawatendi yale bora, kufanya yale ambayo yanakuwa kinyume na Mwenyezi Mungu, kwa maana kukimbia njia bora, kuingia katika njia isiyo bora. Wazazi walezi pia tusiache kuwaambia. Mtunzi anazungumza katika ubeti wa 2 kwamba wazazi walezi pia wasichoke, wasikate tamaa kuwaambia vijana wao, watoto wao ambao wako nao katika jamii, kwa maana ya kipi bora, kipi kinafaa, ambako inaweza ikawa nafasi kubwa ya kupita katika njia bora na kuachana hayo ambayo imekuwa mabaya, hususani kutolea vyema watoto, kuwatelekeza katika maeneo yasiyotakiwa. Ukiangalia dhima kubwa iliyobebwa kwenye ushairi huu, watoto kutupwa mimba, kutolewa mavazi yasiyokuwa na hekima, tunaona wazi. Tukitazama pia katika mshororo wa 3 katika ubeti wa mwisho anasema hekima na wapatia, mabaya kuyakimbia. Mshororo wa mwisho anasema wapi tunaelekea, tutakuja jijutia. Mtunzi amedhihirisha kwa kusema hekima na wapatia, mabaya kuyakimbia. Hekima na tuachie kwa kusema mabaya tuyakimbie, kwani wapi tunaelekea, tutakuja jijutia. Naam, hekima ya ziada, hekima ya kutosha kwa mtunzi. Heshima sana kwa wadhamini ambao wamewezesha kufika katika maeneo haya, kuwasilisha haya, basi na kusahau majina yao, Mr. Arshad Murshidi na Profesa Nembo. Ni watu muhimu, adhimu sana, kwani jitihada ya kufika ulingoni na kuweza kushinda katika ulingo wa fasihi ni nguvu yao, jitihada zao, na tumepata ujumbe wa kina, ujumbe wenye tija, hasa kufikisha haya ambayo mtunzi ameweza kutuhamasisha, kutufikishia maarifa, ujuzi. Niseme sina la ziada, langu jina Edi Thabiti Kamila, ni mtunzi wa mashairi haya na ni mwasilishaji wa mashairi haya. Tuweze tena kuonana katika kipindi kijacho katika kutazama haya ambayo tunatia nia kufikisha kwa jamii, hili tuone tunabadilika vipi na tunapata maarifa gani. Chao, niwatakie tena usikivu mwema nikiwa hapa chini ya milima ya Uruguru, Morogoro, mji kasoro bahari. Tutaonana tena katika kipindi kijacho.